na makosa yako. Ina uwezo wa kufuta makosa na dhambi zako katika jina la Yesu. Amesema yote yamekwisha pale msalaba. Na anasema ya kwamba wakati Yesu alikata roho masaa ya saa 9, pazia ya hekalu likapasuka katikati mara 2. Kuna mambo ambayo yalikuwa yanafichwa ndani ya makanisa. Na katika kitabu cha Ufunuo ama Revelation anasema ya kwamba na sasa ameachilia roho wa Mungu na malaika wa Mungu ndani ya makanisa na anachunguza makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna roho wa Mungu mahali hapa ambaye anachunguza roho ambazo ziko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Anachunguza maisha ya kila moja. Anasema ya kwamba ataachilia roho ndani ya makanisa, na hiyo roho itakayempa ujumbe Yesu Kristo. Inamaanisha ya kwamba hata mahali hapa sasa katika kusanyiko hili kuna Roho Mtakatifu ambaye yuko hapa na malaika wake ambao wanachunguza habari zetu ili awasilishe kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Je, atawasilisha maisha? Atawasilisha ujumbe gani? We are tired. Tumechoka. Tumechoka kulauliwa. Tumechoka vita kwenye ndoa. Tumechoka maisha magumu. Bwana asifiwe. Tumechoka maisha ya utumwa. Bwana waondoe katika maisha ya utumwa. Awaondoe katika maisha ya utumwa. Wala nyinyi si watumwa wa wanadamu. Wala nyinyi si watumwa wa wachawi na waganga. Wala nyinyi si watumwa wa watu wowote ule. Bali nyinyi mfanyike mwana katika mwili wa Kristo. Mfanyike mwana katika Baba. Mfanyike mwana katika mwili wa Yesu Kristo. Na Bwana awatendee mema katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana aende kuwabariki. Bwana asifiwe. Anasema na miujiza hizi na ishara zitafanyika. Bwana asifiwe. Wala usichoke kumwabudu Mungu. Usichoke kumwabudu Mungu. Usichoke kumtumainia Mungu. Mungu anaweza weka kitu ndani yako wakati wowote. Wakati wowote Roho Mungu anaweza shuka ndani yako katika jina la Yesu. Unaweza kuwa unatembea barabarani, unasikia kumtukuza Mungu. Wewe mtukuze tu Mungu. Unaweza kuwa hata kazini, unasikia kumwimbia Mungu. Wewe imba hiyo nyimbo ambayo imekuja ndani yako. Kwa maana ni Roho ya Mungu ambaye anaye kutawala naye kuongoza. Zungumuza hiyo nyimbo, ongeeni prophetic na Mungu akutendee jambo na akupe baraka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa unatembea na unasikia tu kuimba. Unasikia kuimba na nyimbo yenyewe unapewa. Bwana Yesu asifiwe. Unapewa kila ambacho inafaa ufanye. Bwana akupe kile ambacho kinakufaa wewe na inue maisha yako kuanzia leo. Atakuinua kutoka chini na kuketishe na wafalme. Atasema ya kwamba anaandaa meza katikati ya maadui wako. Bwana aandae meza katikati ya wachawi. Aandae meza katikati ya waganga. Aandae meza katikati ya wanafiki. Aandae meza katikati ya wabaya. Na wewe ufanyike baraka kwao katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Wala wengine usiwatamkie mabaya, watamkie baraka. Bwana asifiwe. Wakati Ayubu anaanza kutamka maneno mazuri, Mungu anabariki Ayubu. Mungu anabariki Ayubu. Bwana asifiwe. Badala ya Ayubu kulia ndani ya machungu aseme Mungu, kwa nini umenifanya hivi? Mungu, Ayubu alizidi kumtukuza Mungu na akamwambia Mungu, vyote ambavyo ulinipa ni wewe, kwa maana nilizaliwa nikiwa uche na nitarudi nikiwa uche. Ninajua ya kwamba nilizaliwa nikiwa uche na nitarudi nikiwa uche. Hakuna kitu ambacho nilizaliwa naye, hata akili sikuwa nayo. Nilianza kujifundisha baada ya muda fulani. Kuna wale ambao walinifundisha jinsi ya kuongea nikiwa mdogo, kwa maana sikuwa na akili. Akili yangu ilikuwa ni kama karatasi ya kitabu ambacho hakijaandikwa kitu chochote. Inamaanisha ya kwamba sikuwa na kitu, lakini leo hii Yesu amenipa kitu cha kujivunia. Yesu amenipa roho ya kukutumikia, nami sitakuacha. Nitatumika mbele zako na nitainua watu wako, nitabariki watu wako katika jina la Yesu. Bwana asifiwe.
Hakuna mtu aliyezaliwa na kitu, wala sote tumefundishwa kuongea. Kuna mtu hajafundishwa kuongea? Sio unamfundisha. Unajua kitu anafanya. Unamwambia ita baba. Unamwambia. Akili yake inakaa kama hiyo nguo yako ya white. Haina kitu hata ukimwambia kitu hivi atasahau. Mpaka uwe trained. Unatrainiwa mpaka inakuja inakaa copy ndani yako. Hiyo kitu inakuja kukaa copy ndani yako. Sasa hakuna mtu anayekuwa alikuja na mahubiri, hakuna mtu alikuja na maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu amezaliwa na Biblia, na hakuna mtu amezaliwa na utajiri. Sote tulizaliwa tukiwa uchi. Ayubu anasema kwamba nimezaliwa nikiwa uchi, na sasa nitarudi nikiwa uchi. Na mimi nailaani siku ambayo nilizaliwa na mama yangu, na hiyo siku ilaaniwe. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu akalaani siku yake ya kuzaliwa, kwa maana yale ambayo amepitia ni magumu. Yaani mtu aliyekuwa na kitu hana kitu, sasa ni magonjwa inayompiga. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema ya kwamba na ilaaniwe siku ambayo nilizaliwa. Wakati mwingine unafika mwisho katika maisha yako, mpaka unaanza kujitamkia mabaya. Ili upite barabarani na ugongwe na gari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine unafika mwisho. Kuna mchungaji mmoja anatoka pale Mchangani, kwa namsikiliza anasema kwamba alifika mahali akafika mwisho. Akaenda kwa reli, akasimama kwa reli ile reli kuje pita juu yake. Na akaona reli inakuja na yeye akasimama katikati ya barabara. Watu wakaona ni kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Kijana mmoja akakuja akambeba na nguvu akamtupa huko kando. Reli kapita. Yaani kwa watu wote ambao walikuwa na si watu hawako wanamuona, watu walimuona, lakini Mungu akaingia kwa kijana mmoja tu, akamchukua huyo mama na akambeba, wakaanguka na yeye. Kwa maana alifika mwisho, aliona ni kama dunia sio yake tena, yeye anaishi maisha yake. Lakini sasa ana kanisa kubwa pale chini. Sasa kuna lazima uwe na ushuhuda katika maisha yako. Huyo mama akieleza hiyo ujumbe inanigusa. Bwana Yesu asifiwe. Sana mfuatilienge hizi ujumbe za hao wachungaji. Achana hao wengine ambao wanakuja na sana jasiri. Kuna wale wachungaji, ukipata kopi ya Pastor Kila unaweza msikiliza mahali ametoka. Wakati mwingine anasema ya kwamba alikuja kwa mji fulani huko Kisii, akafika hana mbele hata hana shilingi hata. Kila ambacho ako nacho ni Biblia na manguo. Hiyo ndio ako nacho. Sasa alikuwa anaenda kwa hoteli. Anaenda kwa hoteli anaomba chakula. Anawaambia kwanza mimi nimetuma. Anaweza kutuma. Sio mtu na pastor. Kauliza baba yako ana magari ana manyumba mazuri. Leo unakuja kuomba kideri hapa. Yaani anapewa na matusi kwanza. Lakini kwa sababu anasikia njaa na hana kitu, itabidi apokee matusi na apewe chakula. Bwana Yesu. Anasema anapewa hiyo kideri akikula mchana ni mpaka kesho. Yaani akule hiyo kideri na akunywe na maji. Na aende barabarani. Sasa hana mahali pa kukaa, atahubiri mahali kwa barabara. Mama mmoja kila mama ni mzuri. Bwana Yesu. Mimi sijawahi ona mzee akikaribisha pastor. Sisi Mungu alipeana mama kitu. Mama mmoja akatokezea akamkuta yule pastor. Akamwambia pastor, kuna nyumba yangu inakaa huko. Unaweza kufanyia injili kuliko kufanyia. Bwana Yesu. Akapewa kanyumba ingine ni parala mabati imeisha. Akaanzia hapo. Sasa hana watu.
Huyu mama tena mwenye alimuingiza kwa hiyo nyumba akaanza kutafuta wazee wawili watatu wa mama, akaanzia anaongea na hata siku hii anaongea na hao, amemaliza ibada. Sasa hii kanisa lake inabeba zaidi ya watu mtu ambaye alienda hata bila kitu, ni babu na Biblia peke yake, labda na nguo moja. Lakini leo hii Mungu anafanya kitu. Kama unaenda kuomba kideri, hata mimi ninaenda kwa kanisa. Hapo unaitisha kwanza baadaye unaenda sana chakula. Hebu niambie, unaenda kwa kanisa unasema utaosha siku hii.